Karibu sana mtazamaji wetu wa Biomedia, usiache kusubscribe kwa ajili ya kuwa mwanafamilia na mtu kwanza kupata taarifa mbalimbali. Tusipoteze time. Mimi niko nimefumbata story kubwa kabisa ambako mama mzazi wa Diamond Platnumz, Mama Dangote, amemvaa nabii kiboko ya wachawi mara tu baada ya kumtabiria kifo Diamond. Utakufa wewe mwanangu, utamwacha. Haya. Baada hii ni story ambayo kikweli kwenye vichwa vya habari imeweza kugonga sana. Na mitandao ya kijamii pia imekuwa ni story hot sana. Story ambayo inamhusisha nabii Dominique aka kiboko ya wachawi all the way from Congo. Kumtabiria kifo bwana mkubwa Diamond Platnumz mwaka huu. Nadhani wote bana tunafahamu kwamba kiboko ya wachawi ni mtu ama ni nabii ambaye aliweza kuishi nchini Tanzania kwa wakati fulani lakini akaweza kufukuzwa. So nafikiri wa Tanzania wengi tunamfahamu huyu nabii bana, maana kabla ya kurudi kwa Kongo kanisa lake lilikuwa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Buza. Ndiko ambako kiboko ya wachawi alikuwa anafanya huduma yake. Bana, kupitia mtandao wake wa TikTok waliposti video siku ya juzi akimzungumzia msanii kutoka nchini Tanzania Diamond Platnumz, ambako video ya kiboko ya wachawi ilisema kuwa huu mwaka anaona kilio kwenye familia ya Diamond Platnumz, hasa kwa mama Diamond akilia kufuatia kifo cha mwanae Diamond Platnumz. Huu mwaka hautaisha, lazima Diamond atafariki dunia. Na kama mnavyonijua huwa sinaga utabiri wa uongo. Nilitabiri maandamano Tanzania mwaka jana na watu watakufa, na kweli yalitokea. Nilitabiri kifo cha Magufuli na kweli yalitokea. Sasa Diamond Platnumz, najua mtamwombea sana asife. Hata mkimwombea basi haitasaidia kitu, maana ni lazima afe. Aliweza kuongea hayo nabii kiboko ya wachawi. So nadhani video hiyo basi umeweza kukutana nayo huko katika mtandao wa TikTok na kwenye mitandao mingine ya kijamii. Sasa mara tu baada ya hiyo video, wadau wa muziki ambao wamekuwa wakimfuatilia sana Diamond Platnumz kiukweli wameumizwa sana na taarifa hiyo, mpaka wengine kumtaka Diamond amshtaki huyu nabii, maana ni kosa kutabiri kifo cha mwenzie kwenye mamlaka na uwezo wa kujua kifo cha binadamu ama mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Sasa yeye ni nani? So baada ya maneno hayo, mashabiki wa Diamond Platnumz waliongea kwa uchungu sana mpaka kufikia hatua ya kusema kwamba huyu nabii kaumia alipofukuzwa Tanzania, maana mara kadhaa pia amekuwa akiongea vibaya sana kuhusu wa Tanzania na serikali pia kwa ujumla. Sasa kwa hili la kumtabiria kifo Diamond Platnumz amevuka mipaka, achukuliwa hatua za kisheria. Baada ya kuongea hayo, mashabiki wa Diamond Platnumz mama mzazi wa Diamond Platnumz, Mama Dangote, naye anaamua kuvunja ukimya na amemvaa nabii kiboko ya wachawi na kumwambia maneno mazito sana kwa kosa la kumtabiria mwanae kifo. Mama Dangote amesema kuwa wanaomtabiria kifo na mabaya mwanangu watakufa wao na watamwacha. Najua hakuna anayependa mafanikio kwa binadamu mwenzie. Mafanikio ya kimuziki ya mwanangu yamekuwa yakiwauma watu wengi sana, na ndio maana pia nimekuwa nikimwombea sana mwanangu ili hizi husda zisiweze kumpata. Mwanae kweli hakuna mama ambaye anaweza kuona mwanae anaombewa mabaya alafu afurahie. Ndio maana pia labda tunaona Mama Dangote ameamua kuvunja ukimya wake na kuzungumza akimjibu na kumvaa moja kwa moja kiboko ya wachawi nabii huyo na wengine wote ambao hawamtaki mema mwanae Diamond Platnumz. So amezungumza Mama Dangote. Nini maoni yako mtazamaji wetu? Unadhani utabiri wa kiboko ya wachawi kuhusu kifo cha Diamond Platnumz pengine mwaka huu unaweza kutumia kweli au anatafuta kiki mitandaoni? Moja kwa moja maoni yako tutasomeka next time kwa zuri kabisa. Hapo umeweza kuenjoy. Till next time, bye bye.